Nipende kuwakumbusha kwamba serikali tutaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi, lakini pia niwasisitize nanyi, elimu hii sio hiari, ni wajibu wa kisheria na kisera unaotokana moja kwa moja na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi pamoja na kanuni zake. Kwa msingi huo, nielekeze Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC kuhakikisha inaendelea kutoa elimu kwa umma, lakini kuhakikisha elimu hii inakuwa ni nguzo ya kudumu ya utekelezaji wa sheria, na ni vema ikafanyika kwa mpangilio unaoeleweka na kushirikisha wadau wote muhimu. Elimu hii ikatekelezwe kitaifa kwa kushirikiana na taasisi za umma na binafsi, sekta mbalimbali ikiwemo fedha, mawasiliano, afya, elimu, vyombo vya habari, asasi za kiraia na makundi mengine yote yanayohusika na ukusanyaji au uchakataji wa taarifa binafsi. Kama serikali tunatarajia kuona elimu hii ikitafsiriwa katika uelewa wa kawaida wa wananchi kuhusu haki zao, wajibu wao na hatua wanazopaswa kuzichukua pale ambapo faragha yao inakuwa imekiukwa. Kwa kumalizia, nipende kuchukua nafasi hii kuipongeza tena Tume yetu ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kiwemo na bodi kupitia kwa mwenyekiti. Na shukuru mmeweza kulitekeleza hili. Wadau wetu waliomba mafunzo haya yaje Arusha na mmeweza kutekeleza ndani ya muda mfupi. Asante sana. Tutaenda kuangalia kwa wadau wa utalii ambao hawajashiriki, mliomba wenyewe. Na tumesema deadline ni tarehe 8 mwezi Aprili. Tumesikia hapa idadi ya taasisi zilizoshiriki. Nipende tu kusema kwamba baada ya tarehe 8 hapa atakuwa na msalie mtume. Kwa muda mfupi tangu tufike wizarani, nimeendelea kuona kazi nzuri ambayo tume mnaifanya chini ya uongozi wako Mheshimiwa Mwenyekiti babangu Mzee Adadi, lakini pia chini ya mkurugenzi mkuu pamoja na watendaji wengine. Niwapongeze kwa uongozi mahiri wote pamoja na management yenu. Nipende kuwapongeza wakufunzi wote waliotoa mafunzo leo hii na washiriki wote ambao ni maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi. Niwapongeze na kuwashukuru kwa kuhudhuria mafunzo haya ya awamu ya 6. Ndugu zangu, mafanikio ya Tanzania katika zama hizi za kidijitali hayatapimwa kwa kasi ya teknolojia peke yake, yatapimwa pia kwa kiwango cha uaminifu wa wananchi katika mifumo yake ya ulinzi wa taarifa, maendeleo ya kidijitali pamoja na mengine. Serikali iko thabiti katika mwelekeo huu, na tupende tu kusisitiza kwamba hatutayumba katika kusimamia faragha na ulinzi wa taarifa binafsi. Endelee kutoa rai kwa taasisi kutekeleza sheria bila shurti kama tulivyosema, na ifikapo tarehe 8 Aprili mwaka 2026 tunatarajia kuona taasisi zote zinazotakiwa zitakuwa zimejisajili kwa hiari. Kwa maneno haya machache, nipende kutamka rasmi nimefunga rasmi mafunzo haya maalum ya maafisa ulinzi wa taarifa binafsi wa taasisi za umma na taasisi binafsi yaliyofanyika hapa Arusha kwa siku 3 kuanzia tarehe 6 mwezi Januari hadi leo hii tarehe 8 mwezi Januari mwaka huu wa 2026. Nawashukuruni sana na nawatakia kila laheri katika uzingatiaji wa sheria na katika kutekeleza sheria kwa 100%. Asante sana. Tutaifanya hiyo, tutatekeleza agizo lako na kuhakikisha kwamba wahitimu hao wa leo basi mafunzo yao wanayapata kwa haraka inavyowezekana. Mheshimiwa Waziri, tume itaendelea kutekeleza jukumu lake la kisheria la kutoa elimu na uhamasishaji kwa taasisi za umma na binafsi pamoja na wananchi kwa ujumla. Tume imejipanga kuendesha elimu na uhamasishaji nchi nzima ili kuhakikisha kuwa utekelezaji wa sheria hii unakuwa na vitendo na unaolinda maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Elimu hii italenga kuwawezesha wananchi kutambua haki zao za kisheria kuhusu ulinzi wa taarifa zao binafsi, wajibu wao katika kulinda taarifa zao na taratibu rasmi za kuwasilisha malalamiko mbele ya tume pale wanapohisi kwamba haki zao zimekiukwa. Kwa mtazamo wa tume, elimu kwa umma ni nyongeza ya hiari, bali ni nyenzo ya msingi ya kuzuia ukiukwaji wa sheria ya kujenga utamaduni wa faragha na uwajibikaji wa kitaifa. Mheshimiwa Waziri,
Kwa upande wa usimamizi na udhibiti, napenda kutoa taarifa kwamba tume imebaini kuwepo na changamoto ya kutokuwepo kwa utayari wa baadhi ya taasisi za